Ndugu zangu, deni la taifa kuwepo sio tatizo. Tatizo ukipata zile fedha unafanyia nini? Na mimi leo hii hapa niko kuambia kwenye sekta ya afya peke yake. Acha maeneo mengine huko, miundombinu, madaraja, ndege, reli, mabwawa ya maji, umeme na kila kitu. Hayo ni ya siku nyingine. Leo nitawaambia katika sekta ya afya. Ili baada ya hapo anayekuja kusema hela zinachukuliwa tu hovyo hovyo atoke aseme. Sisi tutasema tumechukua hela, serikali imechukua fedha hapa, imefanya yafuatayo. Tumefanya mradi unaitwa Investing in People, uwekezaji kwa watu. Mradi huu unahusisha ujenzi wa wodi za watoto wachanga, ujenzi wa vituo vya afya vya kada za kati, pamoja na ujenzi wa majengo ya damu salama. Mradi huu unagharimu shilingi bilioni 31.19. Kupitia utekelezaji wa mradi huu, huduma za kibingwa zinaendelea kutolewa katika halmashauri zote 184 kupitia programu ambayo inaitwa Mama Samia Mentorship. Aidha, mradi umewezesha maandalizi ya ujenzi wa miundombinu katika vituo vya afya vya Bombo, Mbulu, Mpwapwa, Kibondo na Sane. Sasa na Same, wale watu ambao wanauliza sana kuhusu jambo hili, nendeni kwenye vituo hivi mkaone Mama Samia Mentorship imefanya nini. Lakini pia tumefanya uendelezaji na ujenzi wa vyumba vya uangalizi maalum ICU katika hospitali za rufaa kule Kagera, Sumbawanga, Mawenzi, Kigoma. Vile mradi umewezesha ununuzi wa vifaa vya SBBC kwa ajili ya kuimarisha huduma ya damu salama. Lakini pia tumetekeleza mradi wa ukamilishaji wa ujenzi wa jengo la kufulia, jengo la kuhifadhi maiti, jengo la kutakasia vifaa tiba, jengo la kuzalisha hewa tiba, sehemu ya kusubiria wagonjwa, jengo la miozi, pamoja na kazi za nje za ukamilishaji wa wodi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Burigi Chato kwa kiasi cha shilingi bilioni 5. Kazi hii imefanyika kule Chato, wale ambao wanataka kuhakikisha waende Chato wakaone. Tumefanya mradi wa ujenzi wa hospitali ya mama na mtoto katika mkoa wa Dodoma ambao unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 8. Shilingi bilioni 6 tayari zimeshatolewa na kazi pale inaendelea. Tumefanya uendelezaji wa miundombinu ya uimarishaji wa hospitali za rufaa. Serikali kupitia Wizara ya Afya inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu katika hospitali za rufaa za mikoa kwa lengo la kuboresha huduma za afya, hususan huduma ya mama na mtoto, wagonjwa wa nje yani OPD, ndio kama wodi hii hapo unapoona mbele yangu, wagonjwa wa ndani yani IPD, huduma za mionzi, ICU, EMD kwenye majengo ya dharura, huduma za dharura, pamoja na miundombinu ya damu salama. Sasa naomba, kwa sababu watu wengi watasema msigo unatupanga, naomba nitakapotaja kila mkoa walioko kwenye huo mkoa, nendeni kwenye hospitali ya mkoa mkaangalie. Kagera tunafanya ujenzi wa kituo cha umahiri kwa ajili ya matibabu ya magonjwa hatarishi na milipuko, yani isolation center, kwa gharama ya shilingi bilioni 5. Kisarawe Pwani, nendeni mtakuta ujenzi wa kituo cha umahiri kwa ajili ya matibabu ya magonjwa hatarishi na milipuko. Tumepanga kutumia pale shilingi bilioni 6. Hivi ninavyozungumza nanyi, kazi ya ujenzi inaendelea, tupo 53%. Mlioko Tabora, tunafanya ujenzi wa hospitali maalum ya huduma za utengano kwa gharama ya shilingi bilioni 5. Fedha hizi zote zinatoka katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo, tunajenga jengo la huduma za mama na mtoto, yani maternity complex, kwa gharama ya shilingi bilioni 6. Nendeni mkaangalie. Walioko mkoa wa Dodoma hapa, kuna ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti kwa gharama ya shilingi bilioni 2.5. Katika hospitali ya mkoa wa Geita, nendeni pale ujenzi wa jengo la mama na mtoto lenye thamani ya shilingi bilioni 8. Ujenzi umefikia 60%. Mlioko katika hospitali ya rufaa, mlioko mkoa wa Kagera, nendeni katika hospitali ya rufaa mkaangalia ujenzi wa jengo la wazazi. Tunajenga pale kwa bilioni 6. Katavi tunajenga OPD na maternity complex kwa shilingi bilioni 5. Kazi hii imefika 98%, karibu inakamilika. Mlioko mkoa wa Manyara, tunajenga EMD, jengo la huduma za dharura, ICU, OPD, tunajenga jengo la utawala, jengo la mionzi, na tumetenga shilingi bilioni 1, na jengo hivi ninavyozungumza nanyi limefika 99%. Mtwara pale Ligula kuna ujenzi wa jengo la OPD, tunalijenga kwa shilingi bilioni 3. Mlioko mkoa wa Mara, nendeni katika hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, awamu ya 4 ya ujenzi wa hospitali hii imefika 95% na imeshaanza kutoa 98% na imeshaanza kutoa huduma.
imepanda. Mwaka 2021 ilikuwa 65%, lakini mlioko Kigoma, nendeni Maweni, mtakuta kazi inaendelea, ujenzi wa OPD ambayo sasa hivi tuko katika hatua za mwisho kukamilisha, ni karibu 100% imekamilika. Mlioko mkoa wa Kilimanjaro, nendeni Mawenzi, mtaona ujenzi wa jengo la mama na mtoto, tunatumia bilioni 2, kazi imefika 97%. Mlioko mkoa wa Mbeya, tena nendeni mkaangalie ujenzi wa OPD katika hospitali ya mkoa, tunatumia shilingi bilioni 3.5. Mlioko mkoa wa Morogoro, nendeni mkaangalie hospitali ya mkoa, mtakuta ujenzi wa jengo la wazazi, tunatumia shilingi bilioni 7. Mlioko mkoa wa Arusha, nendeni Mount Meru, mtakuta ujenzi wa jengo la kulaza wagonjwa IPD, wagonjwa wa ndani, tunatumia shilingi bilioni 6. Mlioko mkoa wa Mwanza, nataka kila mtu kwenye mkoa wake akaone, mkoa wa Mwanza pale Sekoture tunajenga OPD shilingi bilioni 5. Mlioko Shinyanga, nendeni mkaangalie pale hospitali ya mkoa, tunatumia shilingi bilioni 7 kujenga jengo la matenti kwa ajili ya kina mama wanaojifungua. Mlioko hospitali ya mkoa Simiyu, nendeni pale mtaona ujenzi wa jengo la mama na mtoto, tunatumia shilingi bilioni 1.06, tumefika 96%. Mlioko hospitali ya mkoa Lindi Sokoine, kuna awamu ya 3 ya ujenzi wa jengo la OPD, imefikia 5%, kazi inaendelea. Hospitali ya rufaa mkoa wa Songwe, mtakuta kuna jengo la mama na mtoto, tunatumia shilingi bilioni 3, tumefika 62%. Mlioko hospitali ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa, kuna jengo la damu salama, tunatumia shilingi bilioni 2.14, kazi imefika 67.5. Nimetaja kila mkoa ili kila Mtanzania popote alipo aende akajionee kwa macho yake, msisubiri kuambiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.